BW Media, stay informed. Hello mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia channel yetu ya BW Media. Tunakukaribisha tena leo tukiendelea na mwendelezo wa mada ambazo tunazijadili na kuzidondoa kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Haya ndio ambayo tunajadili katika robo au miezi mitatu hii. Na leo tuko katika somo la pili lenye kichwa cha somo ujumbe wa msalaba. Ujumbe wa msalaba. Kama ilivyo ada, siko peke yangu, niko na wachambuzi, niko na Dr. Martin Maduhu, mwinjilisti Matthew Masaka. Hawa wote tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba ujumbe wa msalaba tunaupata ipasavyo. Niwakaribishe katika studio za BW Media. Asante sana. Tunaamini somo hili la leo litaenda kutufundisha kwa kina namna msalaba ulivyo muhimu katika maisha ya Mkristo. Na kabla tujaenda mbali sana, ni mkaribishe Dr. Martin atuongoze kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa namna ya pekee ambavyo unaendelea kutufikia. Asante kwa namna ambavyo tunaendelea kujifunza neno lako. Asante kwa kafara ya Yesu Kristo, na leo tutakwenda kujadili neno la msalaba. Naomba Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Hekima itokayo kwako ikatufundishe, ikamfundishe mtazamaji, na ikawe kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaamini utakwenda kuongoza wewe, ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Naam, mtazamaji, baada ya ombi hilo sasa tuna fungu ambalo kimsingi linabeba mada mbalimbali ndogo ndogo ambazo tunakwenda kuzijadili katika somo la leo, na limenukuliwa kutoka katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza aya ya 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya ya 18. Nitalisoma kama lilivyoandikwa. Kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa maana neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Mwinjilisti Masaka, karibu katika kipindi cha leo. Asante. Tunakwenda kutazama hasa swala la msalaba. Nikukaribishe kwa ufupi kidogo tu, jaribu kutupeleka japo kwa ufupi katika muhtasari wa ujumbe wa msalaba. Karibu. Nashukuru. Tupo katika somo la pili linalozungumzia neno la msalaba. Na tunapozungumzia msalaba, tunazungumzia adhabu ambayo Warumi walikuwa wanaitumia kuhukumu watu wenye makosa makubwa wa haini. Na ni tukio ambalo mhalifu anaadhibiwa, anakufa kwa kutumia muda mrefu huku akiteseka kwa maumivu makali sana. Na hapa ndipo mahali sahihi ambapo Yesu alikufa kwa ajili yetu, na alibeba laana yetu kwa ajili ya laana yetu pale msalabani. Maana kifo cha msalaba kilikuwa kinaonekana kifo cha laana. Yaani alikuwa pale msalabani anaonekana amelaaniwa na Mungu, lakini Yesu alibeba laana yetu pale msalabani kwa kifo cha aibu, kwa kudhalilishwa. Na tunapozungumzia neno la msalaba, tunazungumzia habari ya wokovu wetu. Tunazungumzia siri ya ukombozi wa mwanadamu, chimbuko la uzima wa milele ni msalaba. Na lile fungu letu la ukariri au fungu letu elekezi la somo la pili linazungumzia neno la msalaba, linasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba, yani siri kubwa ya ukombozi wa mwanadamu, ambao ilimgharimu Yesu kufa kifo cha aibu na kudhalilishwa kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Msalaba una nguvu, yani kupitia kafara Kristo tunapata nguvu ya wokovu, nguvu ya utakaso, nguvu ya kubadilishwa, nguvu ya kufanywa upya. Lakini kwa wale walioamua kupotea, kwao ni upuuzi, si chochote wala lolote. Na nilikuwa naangalia neno upuuzi
kwamba lina maana gani, nikawa nimeangalia kitu fulani hapa cha msingi kwamba upuuzi ni tofauti kidogo na uzembe, unataka kufanana, lakini upuuzi ni hali ya kujua jambo fulani na au hatari fulani inaweza kutokea mbele, lakini kuonyesha hali ya kutokujali takalotokea mbele licha ya kupewa tahadhari nyingi, lakini unapuuzia. Na ni hali ya kiwango cha juu cha kuonyesha dharau. Na kwa ufupi, tabia ya upuuzi ni jambo ambalo mtu anafanya kwa mazoea, pasipo kujali, pasipo kuwa na tahadhari, kwa dharau. Kwa hiyo katika fungu letu elekezi, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, inamaanisha kwamba kwa wale ambao maisha yao hawakuwekeza kwa Yesu, au wale ambao katika maisha yao wanapohubiriwa habari njema za wokovu wanadharau, kwao neno la msalaba unapoambia ni upuuzi. Lakini kwa wale ambao waliokubali kulipokea neno hili na kumwamini Kristo, neno la msalaba ni nguvu. Ni nguvu halisi. Tunapoamini msalaba ni nguvu halisi inayobadilisha. Wengi waliopokea injili na kumpokea Yesu, maisha yao yamebadilishwa. Neno la msalaba linaleta utakaso katika maisha yetu. Maisha yanayofanywa upya kupitia imani katika Kristo Yesu yanaleta utakaso na badiliko la kweli. Neno la msalaba linatupatia nguvu ya kusonga mbele na kutembea katika njia nyembamba kwa uvumilivu na subira, tukimtazama Yesu ambaye alikubali kufa kifo cha aibu kwa ajili yetu. Na hivyo anatupatia nguvu ya pekee kutafakari kwa kina kuhusiana na mambo halisi ya wokovu wetu katika maisha yetu. Kwa hiyo nikutie moyo tunapoongea kwa kina kwenye somo hili la neno la msalaba. Katika juma hili tutaangazia sana kuhusiana na swala zima la wokovu wetu, na kwa namna ya pekee tunapaswa kunyenyekezwa katika tukio hili la msalaba ili tuone uhalisia wa wokovu wetu. Asante. Naam, sasa tuko katika utimamu wa kwenda ndani zaidi kuangazia zile mada ambazo vitu kadhaa ambavyo vimetajwa katika lile fungu ambalo linabeba mjadala. Tukianza na injili ya msalaba. Dr. Martin, tukitazama zaidi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 sura ya kwanza aya ya 17 mpaka 31. Naam. Tunaona Paulo katika mahubiri yake injili ya msalaba imekuwa kiini. Sasa kwa nini Paulo alisisitiza kuhubiri Kristo aliyesulubiwa kuliko hekima za wanadamu? Msalaba wa Yesu nikae karibu pale, msalaba wake huo ni sifa kwa maisha yangu. Paulo hakujua neno lolote kwao isipokuwa msalaba, licha ya kwamba alikuwa na uwezo wa maarifa mkubwa, alikuwa na akili kubwa, alikuwa na hekima kubwa, lakini hakuhubiri kwa kutumia hayo yote ila msalaba. Iko nguvu kubwa sana katika msalaba. Kwa nini msalaba? Injili ya msalaba. Takupatia pointi 4 katika fundisho hilo. Jambo la kwanza ni kwamba kwa maana sionei haya injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Warumi 1:16. Injili hii ni nini? Injili si chochote bali ni maisha ya Yesu, kuteswa na kufa kwake pale msalabani na kisha kufufuliwa. Ndiyo injili yenyewe. Sasa jambo ambalo tunaliona hapa, jambo la pili ni kwamba wakati mwingine hatutakiwi kutafuta lugha, umbuji, ustadi, hatutakiwi kutafuta misamiati, hatutakiwi kufanya mambo kuwa magumu tunapohubiri injili ya Yesu. Na ieleweke kwamba sio vibaya kutumia ustadi na hekima ya kibinadamu, hotuba zilizopangiliwa vizuri ni jambo jema, lakini zinapoondoa nafasi ya msalaba inakuwa ni kazi bure. Hekima hiyo isizuie ujumbe mwepesi na kueleweka wa msalaba. Inabidi iwe msalaba peke yake. Jambo lingine ambalo tunaweza kuangalia hapa na inatutadhalisha sasa, muda mwingine wale ambao wamebahatika kusoma kidogo elimu ya Biblia, elimu ya Mungu, wana theolojia, wachungaji, wainjilisti, wasomi, wasitumie Kigiriki sana. Utasikia katika Kigiriki, katika hivi na hivi, na unajikuta
hotuba nzima imejawa na kujimwamba fai tu nje ya Injili. Nothing more, nothing less but Christ. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa Athene aliweza kufeli Paulo ukilinganisha na Korintho, japo nako aliweza kufanya vizuri, lakini mafanikio yake sio kulinganisha na Korintho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Athene alitumia hekima kubwa sana, alitumia maarifa makubwa sana, lakini kwa Korintho ndo maana anasema niliazimu katika Wakorintho wa kwanza 2 pale kutojua neno lolote, fungu la 2. Kwa hiyo injili ya msalaba ndiyo pekee inayoweza kubadilisha mtu. Kumbuka ya kwamba Yesu hayupo kichwani, yupo moyoni. Kumbuka pia ya kwamba hawezi kumtetea Yesu, hawezi kumtetea Mungu, bali kupitia Roho wake Mtakatifu anaendelea kujifunua. Lakini kumbuka hawezi kumshawishi mtu kwa ustadi wako wa maneno akavutwa, ila Roho inaweza kuvutwa kwake kwa Yesu. Mwisho kabisa, tambua rafiki ya kwamba injili ya msalaba ndiyo pekee inayoweza kuleta matokeo nje ya ustadi wa hekima na maarifa, nje ya mpangilio mzuri, nje ya kitu chochote kile. Na ndio maana kwa wenye hekima ni neno la upuuzi, lakini kwa wanaookolewa msalaba wa Yesu ndio kila kitu. Asante. Naam, nakubaliana nawe Dr. Martin kwamba msalaba ndio mahali ambapo haki na rehema za Mungu zinakutana. Naona Mwinjilisti Masaka kama una jambo fulani la kuongezea zaidi, karibu. Tunapozungumzia injili ya msalaba ina nguvu sana. Kwa nini injili ya msalaba ina nguvu kuliko injili nyingine zote? Kwenye kitabu cha Yohana Injili sura ya 12 aya ya 12, Yesu mwenyewe anasema, nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Hii aya ina maana mbili. Maana ya kwanza ni Yesu mwenyewe kifo chake cha pale msalaba, alipoanguka pale msalabani, ni ishara kubwa ya kuwa ulimwengu kuokolewa. Lakini maana ya pili, katika maisha yetu tunapompokea Kristo na kudhamiria kumhubiri Kristo pekee kwa watu wanapompokea, inaleta matokeo makubwa sana. Kwa hiyo msalaba unapoinuliwa juu, kifo cha Yesu mbadala kwa ajili yetu, tunapohubiri kwa nguvu, kinaleta matokeo makubwa sana katika maisha ya watu wa Mungu. Na ndio maana Yohana anasema, Paulo anasema kwamba katika kitabu cha Korintho wa kwanza 1:18, neno la msalaba kwa wanaopotea ni nguvu, wanakuwa wanaokolewa ni nguvu ya Mungu, lakini kwa wanaopotea ni upuzi. Ni nguvu kwa sababu linabadilisha. Lakini ukilinganisha, alipogundua jambo hili kwamba anapohubiri msalaba inakuwa na matokeo makubwa ya badiliko kwa wale wanaopokea injili hii, akawa ameazimu. Katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Korintho wa kwanza 2:2, maana na aliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Paulo aliazimu. Kwa nini aliazimia hivyo? Kwa sababu kule Athene alikutana na wale wasomi wana falsafa, na akataka kuonyesha kwamba ni msomi zaidi ya wao, na alifanikiwa na akaonekana amepata mashabiki wengi sana. Lakini matokeo yake ile injili haikuwa na matunda mazuri. Kwa nini? Kwa sababu alionyesha kwamba ni msomi na ana uwezo mkubwa wa kueleza falsafa na hoja. Kwa hiyo unapotaka kujiinua mwenyewe ili kuonyesha kwamba una ufahamu fulani katika maarifa, badala ya kumuinua Kristo, badala ya kuinua msalaba, injili haina matokeo mazuri. Kwa tunapoamua kwa dhati kuhubiri injili, tuhubiri injili ya msalaba, injili ambayo itakuwa na matokeo chanya. Na unapopokea injili watu wanabadilishwa, maana anayebadilisha ni Yesu mwenyewe. Kwa watu tuwaelekeze kwa Yesu, watu tuwafanye kuwa wanafunzi wa Yesu, watu tuwafanye kumfahamu Kristo kwa kina. Anasema na uzima wa milele ndio huu, kujua Mungu pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Hapo ndipo uzima, ndipo wokovu, ndio utakaso na badiliko la kweli. Asante. Naam, wakati unachangia Mwinjilisti Masaka, nilikuwa najaribu kutafakari namna Paulo alipokuwa Athene pale anavyobishana kifalsafa na wale wasomi na wajuaji sana wa mambo. Lakini baadaye inaleta mkazo sana kwamba aligundua kwamba falsafa haiwezi kuondoa dhambi isipokuwa damu ya Yesu. Ndio maana anakazia sana injili ya msalaba.
na hakuanzisha hata huduma pale. Tunaenda mbali zaidi. Nilikusikiliza pia wakati wa utangulizi ukizungumzia swala la kwao wanaopotea ni upuuzi, swala la msalaba. Sasa ukisoma Wakorintho wa kwanza 1 aya 20, 21, 23, 25 na 27, haya hizi zinaonesha upuuzi na upumbavu. Sasa kwa nini watu wengine waliuona msalaba kuwa ni upuuzi? Kwa nini watu wengine waliona msalaba kuwa ni upuuzi? Kwa sababu unapotafakari msalaba kama msalaba wenyewe hauna chochote. Lakini unapotafakari msalaba kama ni sehemu ambapo Yesu aliteswa ili tuokolewe, inaleta mashiko, inaleta nguvu ya wokovu na inabadilisha. Maana msalaba kwa asili ilikuwa ni adhabu ambayo wanaadhibiwa wale ambao ni wahalifu wenye makosa ya jinai. Ni kama leo tu kunyongwa. Na ilikuwa ni tendo ambalo mtu anapofanyiwa anaonekana amelaaniwa na Mungu na hafai. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, unapotazama msalaba kama msalaba, unaona kwamba huyu aliyekuwa msalabani anastahili kufanywa hivyo maana ni mhalifu. Lakini sivyo kwa Yesu. Isaya anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa tunapozungumzia msalaba tunazungumzia kwamba hapo ni mahali sahihi ambapo Yesu aliangikwa, na kile kifo cha aibu, kifo cha maumivu mengi ilibidi mimi na wewe tukichukue, lakini yeye alikubali kubeba kwa ajili yetu. Kwa ni kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo Yesu amekubali kufa kwa ajili yetu. Lakini tunapozungumzia habari ya watu wapuuzi ni kwamba wao wanapuuza wokovu unaopatikana kupitia msalaba, tena kwa njia ya imani. Na Paulo pia anazungumza katika kitabu cha Korintho wa kwanza 1:20, yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu akufanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Kwa maana hekima katika hekima ya Mungu dunia isipata kumjua Mungu. Kwa hekima yake Mungu alipenda kuokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno lililohubiriwa. Hii inamaanisha kwamba hekima ya kibinadamu haiwezi mtu kumuokoa au kumbadilisha au kuleta chochote kinachoongezea nguvu katika injili. Injili inabaki kuwa injili, tena injili ya msalaba ndio yenye nguvu zaidi. Lakini anaposema kwamba kupitia hekima ya Mungu dunia inapata kumfahamu Mungu na kumjua Mungu na hatimaye kupata wokovu. Na Mungu amependa kuokoa wanadamu kupitia neno kwa wale waaminio. Kwa lile neno ambalo wanadamu wanaona kwamba ni upuuzi, hilo kwa wanaopenda kuamini na kuokolewa kwao sio upuuzi, ni nguvu inayookoa. Ndio maana nasema kwamba Mungu anataka kuokoa wanadamu kwa upuuzi wa lile neno. Akimaanisha upuuzi wa lile neno kwa watu ambao wanapokea msalaba kama ni jambo la kipuuzi ili silofaa, kwao ni upuuzi. Lakini kupitia neno ambalo kwao ni upuuzi, kwa wanaoamini ni uokovu, ni nguvu, ni utakaso, ni badiliko la kweli katika maisha. Asante. Mwandishi mmoja mashuhuri sana ambaye kimsingi ameandika vitabu vingi sana anaitwa Ellen G. White. Miongoni mwa maandiko yake ni kitabu kinaitwa The Act of Apostles, Matendo ya Mitume. Ukurasa wa 245 na 246 kuna maelezo fulani yamenukuliwa pale, natamani tuyazungumzie tukimtazama Paulo namna ambavyo aliguswa sana na kuweka msalaba kuwa kiini cha mahubiri yake. Inasema hivi: baada ya kuongoka, Paulo alifanya msalaba kuwa kiini cha mahubiri yake. Alielewa kuwa hakuna ujumbe wenye uwezo wa kubadilisha maisha kama ujumbe wa Kristo aliyesulubiwa. Aya hiyo inatupa nguvu zaidi kuonesha namna ambavyo msalaba ulivyo na uwezo wa kubadilisha. Dr. Martin, naona bado kuna jambo fulani unataka kuzungumza, karibu. Naam, asante. Nashukuru Elda Masaka kwa maelezo mazuri hayo. Kwao wanaopotea ni upuuzi. Asante pia kwa dondoo hiyo nzuri ambayo umetupatia. Upuuzi unaozungumziwa hapa sio kwamba ni machizi, hawana akili timamu
Hapana, wana akili kabisa, tena wana mambo makubwa matatu. Kwanza wana maarifa, alafu wana hekima, alafu ni jamii ya watu waliostaarabika, au wanaoitwa wapuuzi au hawa wanaopotea, ambao kwao inaonekana ni upuuzi. Sasa kwa nini inatumika lugha hiyo? Inatumika lugha hiyo kwa sababu kipimo ambacho walikuwa wanakipima ilikuwa ni kulingana na hekima zao. Labda ngoja nikusomee kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza sura ya 22 na Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 22 na 23. Anasema, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi. Makundi haya mawili yapo hata hivi leo. Kuna Wayahudi na kuna Wayunani. Wayahudi wanaweza akawa hata miongoni mwetu hivi leo wanamjua Mungu, lakini wana picha kichwani mwao wanayoijua ya Masihi. Kule mbele tutaenda kuangalia kwenye Masihi aliyeuawa. Kwa wao Wayahudi, kwa nini ilikuwa ni kikwazo? Kwa sababu walikuwa wana picha ya Masihi, walikuwa na picha ya Yesu, walikuwa na picha ya Mungu anayoijua wao. Kwa hiyo inapokuja msalaba inakuwa jambo lingine. Lakini kwa hawa Wayunani walikuwa ni watu wenye maarifa makubwa ya kidunia, na hawakufahamu na hawakutaka kujua habari ya msalaba. Yaani ukisikia tu Yesu, walikuwa wakisikia Yesu, wakisikia msalaba, hawatoi hata nafasi ya kuanza kuwaza na kuzungumza. Zipo jamii na tamaduni, ziko dini na madhehebu hivi leo, inapoonekana tu habari ya Yesu haileti mantiki kabisa, yani hauwezi wakakuelewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hekima na maarifa na ustaarabu uliokuwepo. Mambo matatu ya kujifunza ya mwisho ni kuache nayo. La kwanza ni kwamba haikuingia akilini mwa watu wale msalaba, na ndio maana ilikuwa upuuzi kwao. Vipi katika jamii yetu leo? Kuna mahali uliona neno msalaba ni upuuzi kwako? Kuna mahali Yesu uliona hana maana? Hayo ni maswali ya kujiuliza binafsi. Lakini jambo la pili ni kwamba kwa nini sasa inaonekana kwa wanaopotea? Ifahamike kwamba Mungu haangamizi ambacho tayari kimesha kufa. Yaani ni sawa na kumchukua mtu tayari aliyekufa, alafu amekufa kwa sumu, kamtundika kamba kumnyonga, tayari amesha kufa. Kwa hawa, kwa hekima zao, kwa ustaarabu wao, kwa maarifa yao, waliweza kupoteza ile nafasi, na ndio maana fungu linatuambia wanaoangamia neno la msalaba ni upuzi. Lakini jambo la tatu ni kwamba huwa daima kuna mtu tayari anasikiliza. Neno la msalaba linaweza lisieleweke kwa watu, lakini mwenye njaa na kiu ya haki moyoni mwake anaposikia msalaba, anaposikia Yesu alikufa msalabani, anaposikia nina neema, anaposikia ipo damu, anaposikia yupo mtu anayeweza kunipokea jinsi nilivyo, kwa mtu yule anapata tumaini, anapata faraja. Kwa hiyo tusiwe miongoni mwa wale watu ambao tutampeleka Yesu, tutamtoa Mungu maana, na tukaweka tafsiri zetu tulizonazo kwa Mungu, bali inaposikika msalaba tukimbilie, inaposikika injili hii tuweze kuifuata. Asante. Na mtazamaji, bado tunaendelea kudondoa kwa kina sana lile fungu letu linalobeba mjadala wa siku ya leo la Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ile aya ya 18. Na Mwinjilisti Masaka, tukienda mbali zaidi katika ile fungu tunaona nguvu ya msalaba, kuonesha kwamba msalaba una nguvu ya pekee ya kubadilisha. Sasa katika Wakolosai sura ya kwanza aya ya 20 na Petro wa kwanza 2 fungu la 24 tunaona nguvu ya msalaba pia. Sasa msalaba unaleta wokovu kwa namna gani? Msalaba unaleta wokovu kwa namna gani? Tunaangalia nguvu ya msalaba kwa wanaookolewa. Kitabu kile cha waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai 1:20 anasema, na kwa yeye kuvipatanisha, na kwa yeye yani Yesu kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Yesu alifanya upatanisho wa vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kupitia msalaba wake alifanya amani
kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Kupitia msalaba wa Yesu amefanya amani, lakini pia amefanya upatanisho. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kifo cha Yesu pale msalabani ni nguvu kwa wanaookolewa, wanaopokea Injili, wanaoamini. Kama huamini, huwezi kuiona hiyo nguvu. Hiyo nguvu ipo kwa wale wanaoamini, waliopokea ujumbe huu wa matumaini, wanashuhudia nguvu ya Mungu ndani yao kupitia msalaba wa Kristo, na wanaona kabisa maisha yao yanabadilishwa kupitia kwa msalaba wa Kristo kwa njia ya imani. Maana yeye pekee ndiye mpatanishi wetu, na ametupatanisha yeye na nafsi yake kupitia msalaba wake, kupitia kifo cha pale msalabani, kifo cha kudhalilishwa na aibu. Na kupitia damu yake tunapata wokovu kwa njia ya imani. Pasipokuwa na imani huwezi kugundua hii nguvu inayookoa na kubadilisha kupitia msalaba. Lakini Mtume Petro katika waraka wake wa kwanza na sura ile ya 2 na ile aya ya 24 anasema, yeye mwenyewe, yani Yesu, alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Alizichukua dhambi zangu, alizichukua dhambi zako, yeye mwenyewe juu katika mwili wake juu ya mti, yani juu ya msalaba. Alichukua dhambi zetu, tulimtwika dhambi zetu, tulimtwika huzuni zetu. Na anasema kwamba tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa anayepuuzia ujumbe wa Injili, wanapomwambia kwamba kupigwa kwa huyu anapona huyu, ni kitu ambacho hakiwezekani kwa mtu ambaye anapuuzia ujumbe wa Injili. Lakini hili ni tendo la imani, kwamba kupitia kuteswa kwa Yesu, kupitia kusulubiwa kwa Yesu, kupitia kupigwa kwake pale msalabani, sisi kwa njia ya imani tunapata wokovu na tunabadilishwa kupitia imani hiyo. Kwa hiyo msalaba una nguvu kwa wale wote wanaopokea ujumbe wa matumaini. Nikutie moyo unafuatia vipindi hivi, onja uone nguvu ya msalaba kwa njia ya kuamini. Maana Zaburi anasema kwamba onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Tunamuonjaje? Kwa njia ya imani, kuamini kwamba Yesu ni mbadala wetu. Kifo chake pale msalabani ni kwa ajili yetu, na kwa njia ya imani unampokea Yesu moyoni na unapata badiliko la kweli na utakaso wa hakika. Asante. Naam, asante Elda. Ni hakika nguvu kwa wanaookolewa. Nikwambie tu, kinyume cha ule upuuzi tuliouona sio hekima, bali ni nguvu, kama ambavyo ameeleza Elda Masaka. Sasa nikupe tu mfano haka kadogo kwa kipengele hicho cha nguvu kwa wanaookolewa. Huko ukifungua nami Warumi 6 aya 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nilikuambia mwanzoni kwamba Mungu haangamizi kilichojiua chenyewe, bali tunaangamia sisi wenyewe. Kwa nini? Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ni uzima wa milele. Ni kwa sababu kupotea ni sisi wenyewe tutakaotaka, lakini kuokolewa tumepewa nao, sio kitu kingine, bali ni msalaba wa Yesu, bali ni neema ya Yesu. Mfano huu mfupi, msafiri mmoja alikuwa akisafiri, akakutana na wajenzi watatu. Mjenzi wa kwanza akamuuliza, unafanya nini hapa? Akamwambia, nafyatua tu matofali hapa ni yapange vizuri. Mjenzi wa pili akakutana naye, akamuuliza, unafanya nini hapa? Akamwambia, ninapanga mawe, ninapanga matofali ili nyumba isimame. Lakini watatu akamuuliza, unafanya nini hapa? Akamwambia, ninatengeneza kasri, ninatengeneza nyumba nzuri ambapo ninaweza kukaa na maisha yakaweza kuendelea. Wote walikuwa wanafanya kazi aina moja, lakini ona mwitikio wao ulikuwa tofauti. Ninachotaka kusema ni nini? Ni kwamba mtazamo wako juu ya jambo fulani ndicho kitaamua matokeo utakayoyapata, na ndicho itaamua ni aidha
maana kubwa kiasi gani au ni upuuzi. Mtazamo wako na utazama msalaba ndio utaamua upotee au uangamie. Na kupendekezea leo, hebu kuwa na mtazamo mzuri kama aliyokuwa nao yule mjenzi wa tatu, kwamba anajenga kasri licha kwamba ananyeshewa mvua, licha kwamba matofali yanaharibika, licha kwamba vinahitajika vitu vingi, lakini anajenga. Nguvu kwa wanaookolewa ni mpaka pale ambapo tutautazama msalaba kama mahali pa kimbilio, kama mahali kwa pumziko kwa ajili ya maisha yetu. Asante. Asante kwa maelezo hayo wachambuzi. Kimsingi kupitia kifo cha Yesu pale msalabani, dhambi zetu zilisamehewa, hiyo moja. Lakini pia tumepewa upatanisho na Mungu. Jambo la tatu, tumepewa tumaini la uzima wa milele. Mtazamaji, niseme tu kwamba msalaba unatukumbusha kuwa wokovu ni zawadi ya neema, si matokeo ya matendo yetu. Hilo tunakubaliana kabisa. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutarejea baada ya muda mfupi. BW Media, stay informed. Naam, nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia BW Media. Bado niko na wachambuzi, niko na Dr. Martin Madu, niko na mwinjilisti Matthew Masaka, tukiangazia somo la pili, ujumbe wa msalaba. Na mtazamaji, niseme tu kwamba tumekuwa tukijikita katika fungu lile la Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza aya 18. Tunajaribu kuangalia kwa undani sana ule ujumbe uliopo katika fungu hili, na tumejadili mambo mengi. Niendelee kukaribisha uendelee kwa pamoja nasi. Wachambuzi, tunaendelea tena, na ukisoma katika kitabu cha Wakorintho aya ile ya kwanza 23 na Matendo sura ya 13, 16 na 47, tunaangazia sana Masihi aliyesulubiwa. Sasa kwa mujibu wa aya hii, ni kwa nini Mungu alichagua njia ambayo ilionekana kuwa ni ya aibu kwa ulimwengu? Yaani tukiangazia hapo mzee Masaka, tunaona kwamba kusulubiwa kama ulivyoeleza pale awali kwamba ilikuwa ni kitendo cha aibu sana, na ilikuwa ni kosa kubwa ambalo kama leo ingekuwa ni sawa na kunyongwa, namna ambavyo wahaini wanavyotakiwa kufanyiwa. Lakini sasa kwa nini Mungu achague hii njia sasa kuisha yale mahusiano yetu ambayo yalikuwa yamepotea? Mahusiano ya mwanadamu na Mungu yalikuwa yamepotea, kupitia kifo cha Yesu yamerejeshwa. Kwa nini mbinu hii itumike au njia hii? Karibu. Kwa nini njia hii itumike? Kama ingekuwa Yesu anakufa katika zama zetu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu, adhabu inaonekana ni mbaya zaidi, ni kunyongwa. Kipindi cha Yesu adhabu ilionekana ni mbaya zaidi, ni ya kuangikwa juu ya msalaba au mti. Na hii inatufundisha kuhusu ubaya wa dhambi. Dhambi inachukiza. Dhambi ni mbaya, dhambi ina gharama kubwa. Kifo cha Yesu pale msalabani kinatuonyesha namna ambavyo dhambi haifai, na tunapaswa kuepuka dhambi au kukimbia dhambi. Maana kama ilimgharimu Mungu mwenyewe kufa kifo cha pale msalabani kwa ajili yetu, kudhalilishwa, kutemewa mate. Kama kuna kitendo cha kudhalilisha mwanadamu akikutemea mate, sio kwa bahati mbaya kwamba alikuwa anatema mate na ukampita akakuangukia. Amekusudia kukutemea mate. Anaweza akakoa makozi ya kutosha akakumwagia. Kwa Yesu alidhalilishwa hayo yote kwa kiwango cha chini kabisa. Na hii inatuonyesha namna ambavyo dhambi ni mbaya na haifai kabisa. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 fungu la 38 anasema, basi na ijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Kupitia Yesu tunahubiriwa msamaha wa dhambi. Kupitia Yesu pale msalabani tunahubiriwa wokovu na tumaini la hakika. Na kwenye aya ile ya 47 tena Mitume sura 13 aya 47 pia inasomeka hivi, tanuku hapo 3:17, kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Tumewekwa kuwa nuru ya mataifa, lakini tuweze kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Hii inamaanisha kwamba sisi tunaopokea neno la msalaba
tofauti na wale wanaopuuzia. Tunapata nguvu inayotubadilisha, nguvu inavyotuokoa, lakini nguvu ya kufanya upatanisho kwa wengine, kuwapelekea neno, kuwahubiria na kuwaelekeza kwa Yesu ambaye pekee anaweza kuwatakasa na kuwabadilisha kupitia msalaba wake, lakini kwa njia ya imani. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Masihi aliyesulubiwa, tunamaanisha kwamba Masihi ambaye ni Yesu Kristo alisulubiwa kwa ajili ya wokovu wetu. Hakusulubiwa kama wale wahalifu wawili ambao wale walisulubiwa kulingana na makosa yao waliyofanya, la hasha. Maana hata yule mmoja alipokuwa anamdhihaki Yesu, mwingine akamwambia sisi tunastahili, ni haki yetu kufanywa hivi tunavyofanywa, lakini si huyu kufanya kosa lolote. Na hata pia Pilato alikiri kwamba sioni hatia, ila kwa sababu ya kuwaridhisha wale watu aonekane mwema kwao, akaamuru asulubiwe. Lakini hakusulubiwa kwa sababu alikuwa na hatia, jambo linalomstahili asulubiwe, isipokuwa kwa ajili yetu. Na ndio maana Isaya anasema wazi kwamba alisulubiwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa maovu yetu. Kupitia maovu tunayofanya wanadamu yanasababisha kifo cha Yesu. Na nikutie moyo kwamba haijalishi umejeruhiwa namna gani na dhambi, lakini unapoamka chini ya msalaba na kuamini na kukiri, Yesu anatusapokea, anatakasa na kusamehe dhambi zetu na kutufanya upya na kutufanya kuwa nuru kwa mataifa, kuwa wahubiri wa Injili. Na Injili inayobadilisha ni Injili ya msalaba, kumuinua Yesu ili watu wavutwe kwake. Yesu ni sumaku. Kwa tunapomuinua, yeye kazi yake ni kuwavuta. Kazi yetu si ni kumuinua tu Yesu, kumhubiri kwa nguvu ili Yesu mwenyewe avute watu, awaokoe na wabadilishe katika maisha yao. Asante. Naam, hekima ya Mungu ni tofauti sana na ya wanadamu. Unajua wanadamu walitegemea kama mkombozi ingekuja na jeshi kubwa kusimika ufalme wake. Ndio matarajio yalikuwa hivyo, lakini tunaona njia ambayo mbingu zinatumia ni njia tofauti sana. Anakuja mtu mnyenyekevu, mpole kama mwana kondoo. Ndio maana ilileta utata kidogo kwamba haiwezekani akawa ndio huyu. Kimsingi tuseme tu kwamba kwa kufanya hivyo kupitia Masihi aliyesulubiwa, shetani alishindwa na mpango wa wokovu ukakamilika. Sasa tuendelee mbele zaidi, Dr. Martin, katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 19, 20, 30 tunaaswa kuwa Kristo ndiye nguvu na hekima ya Mungu. Hii ina maana gani kwa Mkristo leo? Naam, asante. Ina maana gani kwamba Kristo ndiye nguvu na hekima ya Mungu? Kristo ndiye nguvu ya Mungu, kwani uweza pekee wa kuokoa, uweza uokoao upo katika yeye. Na ndio maana tunasema Kristo nguvu ya Mungu. Lakini Kristo ni hekima ya Mungu kwa sababu kupitia neema yake kwa namna ambayo isiyoweza kufikiriwa. Na ndio maana ile sura ya kwanza utaona kwamba kwenye fungu la 24 pale alivichagua vilivyo vinyonge, vilivyo duni, ili akavifanya kuwa vikuu. Ikiwa haujui kwamba kwa nini Kristo ndiye nguvu na ndiye hekima ya Mungu, ni kwa sababu Masihi akiwa anamaanisha mpakwa mafuta, lakini katika lugha ya Kigiriki ikiwa inamaanisha Christos, ambaye ndio linatokea neno pale Christ na Kristo. Wale watu akilini mwao, kumbuka mpaka mafuta imetajwa katika mambo matatu, watu aina tatu tofauti katika Biblia. Mpakwa mafuta alikuwa ni mfalme, ndio alikuwa anatajwa kama wapakwa mafuta. Katika Samuel wa kwanza pale utaiona hiyo 16. Lakini mpakwa mafuta wa pili walikuwa ni manabii. Manabii nao walikuwa pia wapakwa mafuta. Lakini wapakwa mafuta wengine walikuwa ni makuhani. Katika Kutoka 28 unakutana hiyo habari. Kwa hiyo wale wote wakiangalia kuhani, nabii, alafu pia mfalme, alafu aje asulubiwe tena, haileti picha nzuri. Lakini kwa nini sasa inakuwa hekima? Kwa sababu huyo Masihi aliyesulubiwa ndiye mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo. Huyo nabii aliyeweza kusulubiwa ndiye nabii ajaye. Kumbukumbu la Torati anaeleza hiyo, nitamuinulia
nabii. Huyo aliyesulubiwa ambaye ni kuhani, ndiye kuhani wetu mkuu ambaye anatupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo ndio unakuja unakutana habari ya Kristo, nguvu na hekima ya Mungu. Nimalizie na mambo haya matatu afu tutakuwa tumemaliza kwa habari ya nguvu na hekima ya Mungu, na kwa nini sasa ionekane vile nguvu hiyo na hekima hiyo inaweza kusulubiwa. Mambo matatu. Jambo la kwanza, tukumbuke tu kwamba kabla sijakutajia hapa, ni wakati ambapo sasa Mungu haonekani kueleweka, when God doesn't make sense now, katika Masihi aliyesulubiwa na hekima na nguvu yake. Jambo la kwanza, tambua ya kwamba Mungu hachagui njia ambazo akili za mwanadamu zinaweza kukubaliana nazo, bali mapenzi yake lazima yatatimie. Alichagua njia ya msalaba ambayo haikukubaliwa na akili za wanadamu. Hata kwako wewe, katika hitaji lako, katika mambo, katika imani yako ulionayo kwa Mungu, usifikirie kwamba lazima atachagua njia unayoiona kwamba inafaa kwa ajili ya maombi yako, kwa ajili ya jibu kwa hitaji lako, bali mapenzi yake lazima yatimizwe. Lakini jambo lingine la pili ni kwamba kukataliwa huku na watu haimaanishi kwamba Mungu amekukataa. Kumbuka Isaya 53:3 anasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabia kuwa kitu. Na kutia moyo pia na wewe, ikiwa kwa Injili, ikiwa kwa neno la msalaba utadharauliwa, utaonekana kutokufaa, utaitwa mtumishi, utaitwa mtu wa kizazi kilichopita, utaitwa mshamba, lakini tambua ya kwamba utafanywa kuwa mkubwa kupitia hekima ya Mungu. Na jambo la mwisho ni la msingi sana. Natambua hivi, lugha pekee anayotumia Mungu ni imani. Lugha pekee anayotumia Mungu ni imani. Waebrania 11 aya ya kwanza na aya ya 6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Imani ndio itafanya hekima ya Mungu iliyojificha katika upuuzi ionekane kuwa kubwa, ionekane jambo kuu. Hekima ya Mungu ndio itakufunulia siri zote za Mungu, ambaye ndiye Yesu tunayemhubiri. Asante. Naam, Yesu Kristo anabaki kuwa kitovu na kiini cha wokovu wa mwanadamu. Niseme tu kwamba hekima ya kweli inaanza kwa Kristo. Nguvu ya kushinda dhambi inapatikana kwa Kristo. Hali kadhalika tumaini letu la wokovu liko kwa Kristo. Hiyo nadhani wote tunakubaliana kwamba kadri tunavyomkaribia Yesu ndivyo tunavyozidi kubadilishwa. Sasa niende mbali zaidi kwa Mwinjilisti Masaka, ukiwa kama mchambuzi na mtu ambaye unafuatilia mambo haya kwa kina. Kwa nini mpaka leo hii kuna watu wanapinga sana hii nguvu ya msalaba? Wengi wanasema msalaba bwana, ilikuwa tu ni ishara, mambo yale yalishapita. Sasa hivi tunaishi ili mradi unatenda tu mambo ambayo yanaonekana kimsingi hayatoki na ustaarabu na busara za kibinadamu, basi uko sawa. Unazungumziaje hapo? Kwa nini mpaka leo watu wanapinga hoja ya msalaba? Ni mpango wa shetani ili wanadamu wasiokolewe, wapotee kama yeye ambavyo ana uhakika wa kupotea milele. Yeye tayari ameshawekewa muhuri wa kupotea milele, kwa anatafuta watu watakaoungana naye katika kupotea milele. Anajua wazi kwamba injili ya msalaba ndio inawapatia wanadamu uzima wa milele na si vinginevyo. Kwa hiyo anapambana waipuzie injili ya milele ili wasiokolewe, wapotee milele kama ambavyo tapotea milele. Kwa siri ipo hapo. Hakuna injili yoyote inayoleta uzima wa milele zaidi ya injili ya msalaba. Na ndio maana tunajifunza kwamba Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu katika kitabu cha Korinto wa kwanza 1:24, bali kwa waitwa Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa wale wanaoamini, Kristo ni nguvu ya Mungu inayokuwa na kubadilisha, lakini ni hekima ya Mungu, maana hekima chanzo chake ni kumcha Mungu. Unapomcha Mungu, unapomwamini Kristo, hapo ndipo hekima inapatikana ya kweli. Na ukiendelea aya 25 nasema, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu,
ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, maana naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awa yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mwenye mwili, yani mwanadamu, sisi tuna tabia ya kujisifu kwa hekima yetu, kwa maarifa tulionayo. Yani kuwa na maarifa makubwa ya elimu haimaanishi Mungu amekupatia hiyo kipaji ili ujisifu, ujiinue na kudharau wengine. Hapana. Na anaposema upumbavu wa Mungu, anaposema udhaifu wa Mungu, hana maana Mungu ni mpumbavu au ni dhaifu. Anaposema upuuzi wa Mungu, hana maana Mungu ni mpuuzi. Anamaanisha kwamba yale mambo ambayo wasioamini wanaona ni upuuzi, wanaona ni upumbavu, wanaona ni udhaifu, hao ni mambo ambayo yanaokoa wanadamu wanaoamini. Kwa wengine ni upumbavu, kwa wengine ni upuuzi, lakini ndio mambo yanayookoa na kuwapatia wanadamu uzima wa milele wale wanaoamini. Na Shetani anapandikiza hiyo dhana kwamba waone huu ni upuuzi. Unapoteza muda unapojifunza neno la Mungu. Unapohubiri neno la Mungu unapoteza muda. Kwa nini usitafute kutafuta mali? Kwa nini usiende kusoma elimu ya dunia? Vyote ni vizuri kusoma elimu ya dunia na mali, lakini Mungu kwanza. Na nikutie moyo kwamba unaposoma hizi usidhani kwamba Mungu labda, kwa nini mbona unasoma upumbavu wa Mungu? Anamaanisha kwamba yale ambayo wanadamu wasioamini wanaona ni upumbavu, wanaona ni udhaifu, wanaona ni upuuzi, ndio mambo ambayo kwa wanaoamini ni nguvu inayookoa na kubadilisha. Na siri ipo katika Kristo ambaye ni hekima ya Mungu. Asante. Naam, asante sana kwa mkazo huo Mwinjilisti Masaka. Tukienda mbali zaidi, Dr. Martin, hususan ukiwa ni kijana ambaye unafuatilia pia teknolojia, mabadiliko na mavumbuzi mbalimbali ambayo kwa sasa tunakabiliana nayo. Swala la msalaba, ukumbuke tunajadili kuhusiana na ujumbe wa msalaba, na swala la msalaba linaonekana kutokuwa na mkazo tena. Teknolojia imechakachua yale maudhui ya msalaba. Tunawezaje sasa kuwa salama katika kipindi hiki ambacho teknolojia inatuvuta sana, inavuta kizazi cha vijana, wazee nao wanavutwa hivi na vile? Tunawezaje kuwa salama tukibaki kuzingatia yale maudhui ya msalaba? Naam, asante sana. Na kwa bahati mbaya sana inavyovuta hivyo, unaweza ukahisi kwamba kwa hiyo sasa Mungu anataka atumie tu vitu duni, yeye awe tu mnyonge, yale mahekima, maarifa asitumie. Hapana, haiko hivyo. Kumbuka haya, Warumi 8:28 anasema Mungu hufanya kazi pamoja nao wampendao. Mungu anahitaji atumie elimu yako ya kidunia kubwa ulionayo uweze kufanya kazi pamoja naye hapo ulipo. Kumbuka alifanya kazi na wafalme, alifanya kazi na watu wakubwa, alifanya kazi na wenye hekima kubwa. Hata Paulo sio kwamba alikuwa mshamba, alikuwa msomi, lakini neema ya Mungu ikambadilisha. Lakini jambo la pili ni kwamba tambua ya kwamba unapofanya, Mungu hufanya pamoja na wewe na hufanya kwa viwango vikubwa zaidi. Lakini unapoacha, ndipo sasa Mungu anatumia hivi vitu vingine. Sasa tufanye nini? Swali zuri limeulizwa katika ulimwengu wa sasa hivi. Mhubiri 7:29 neno la Mungu linasema, tazama hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu. Kumbuka Mungu ndio alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, akaweka maarifa ya utandawazi, akaweka maarifa ya teknolojia, amemfanya mwanadamu mnyofu. Lakini angalia, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Katika teknolojia hii ambayo vitu vingi vimebuniwa ni kwa ajili ya mwanadamu, ni kwa ajili ya ile hekima ambayo haimtambui Mungu, ili kuweza kuharibu ile kazi nyoofu aliyoifanya Mungu. Sasa kipi kifanyike? Ni kubaki katika msingi wa ukamilifu wa unyoofu ambao Mungu aliweza kuufanya. Na tunabaki vipi? Iko ahadi pia imetolewa kwamba
mambo yote yatapita ya ulimwengu, lakini neno litasimama. Leo hii unaposikia habari msalaba, nini kinakuja kichwani mwako? Nini kinakuja akilini mwako? Tambua ya kwamba msalaba ndio njia pekee ambayo kupitia kwayo mwanadamu anapata wokovu, anapata kuokolewa. Matendo 4:12, wala hakuna jina lingine lilipasalo liletalo wokovu isipokuwa jina la Yesu. Achilia yote, baki na msingi ambao ni neno la Mungu, ambao ni kanuni ya Biblia, ambayo ndiyo wokovu wenyewe. Mwisho, tambua ya kwamba yale yote ambayo yatafanyika na yanayoendelea na mivuto na mikanganyiko na teknolojia, hata iende mbali vipi, lakini mwisho wa siku neno la Mungu litasimama. Asante. Na mtazamaji, na mnukuu tena yule mwandishi niliyokuambia pale awali, miongoni mwa waandishi ambao wananihamasisha sana kujifunza masuala haya ya kiroho, anaitwa Ellen G. White. Ameandika pia katika kitabu kingine kinaitwa Steps to Christ, ukurasa wa 26 mpaka 27, njia salama. Kwa Kiswahili unaweza kutafsiri hivyo. Inasema hivi: tunapoona wema na upendo wa Yesu msalabani, mioyo yetu huvutwa kutubu na kumrudia Mungu. Hilo lina nguvu sana, na niseme wachambuzi kwamba tumejadili kufikia hatua hii, tunaelekea mwisho kabisa. Sasa nirudi kwa Dr. Martin. Kwa ufupi, somo la leo natamani mtazamaji atoke na mambo gani hasa ambayo ni mkazo? Asante mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kudumu nasi. Tujifunze sasa mambo gani katika neno la msalaba? Waefeso 1 fungu la 18 mpaka la utasoma mpaka mwisho pale fungu la 23, ila nitakusomea tu haya chache. Waefeso 1:18 anasema mambo ya kujifunza ni kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Macho yetu yatiwe nuru sasa, tuone hili neno la msalaba jinsi lilivyo tajiri, jinsi lilivyo na utukufu mwingi, na jinsi lilivyo na urithi ambao ni wokovu. Fungu la 19 anasema na ubora na ukuu, utaendelea pale. Nikusomee tena fungu la 22 analosema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la msalaba, Kristo aliposulubiwa pale msalabani, ilikuwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Alifanywa juu ya vyote. Hakuna namna yoyote ambayo utaweza kubeza, utaweza kutweza, utaweza kudhalau msalaba kiasi cha kuondoa mamlaka yake. Ndiyo, ni upuuzi kwa wasioamini, lakini ni nguvu iletayo wokovu. Na ikiwa katika kuchagua yakawapo machaguo hayo mawili, na kupendekezea leo isiwe upuuzi kwako, kwa ustaarabu wako mkubwa na ulio nao, kwa hekima yako kubwa ulio nayo, kwa maarifa yako makubwa ulio nayo, neno msalaba isiwe upuuzi, bali ikawe nguvu inayoleta wokovu. Bwana akubariki unapofanya neno msalaba kama kimbilio, kama hatima, lakini kama tumaini katika maisha haya. Asante. Tunashukuru kwa ajili ya neno la msalaba katika somo hili la pili, na tuwekeza katika asili na nguvu ya wokovu wa wanadamu wote katika ulimwengu huu, na kupitia msalaba ndipo ni mahali sahihi ambapo pana chemichemi ya kuponya dhambi. Kitabu cha Warumi sura ya 1 aya ya 16, kwa maana sionee haya injili, na injili utajwa hapa ni injili ya msalaba. Kwa maana sionee haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Injili kwa maana ya habari njema, injili ya msalaba ni uweza wa Mungu, ni nguvu ya Mungu, nguvu inayookoa, nguvu inayobadilisha, nguvu inayotakasa, nguvu inayopatanisha. Na ni wokovu, ni nguvu ya Mungu inayookoa tena kwa kila anayeamini. Kwa wale ambao hawaamini ndio wanaona kwamba injili ya msalaba ni upuuzi, lakini wanaoamini ni nguvu inayoleta wokovu.
na anasema kwamba na hii inamwokoa mwanadamu yoyote, awe Myahudi, awe Myunani, awe Msukuma, awe Makonde, awe Mjita, kila mwanadamu. Anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 aya 6, Yohana alionyeshwa injili ya msalaba ikihubiriwa kwa nguvu, kwa kasi sio ya kawaida, kupitia mitandao ya kijamii, kupitia media mbalimbali, kupitia vipeperushi na machapisho. Alionyesha Yohana katika Yohana sura ya 14, Ufunuo 14 fungu la 6, sema kisha nikaona malaika kutoka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Injili hii ya milele ni injili ambayo inahubiriwa kwa kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Yaani injili ya milele ya msalaba haibagui taifa, haibagui kabila, haibagui jinsia, haibagui rangi. Ni kwa yoyote anaipokea hii injili ya milele ya msalaba, inamfanya kuwa tofauti, inambadilisha na kumpatia wokovu kwa njia ya kuamini. Kwa hiyo ni kuacha na neno hili kwamba kupitia msalaba ndipo mahali sahihi ambapo unaweza kupata badiliko, nguvu, utakaso, uponyaji na unaona ukuu wa Mungu kupitia msalaba. Na katika somo hili ni somo ambalo kwa kweli ndio kiini cha maisha ya wokovu wetu. Tumaini la mwanadamu limejengwa hapo. Unapoangalia msalaba unapata tumaini la pekee, maana Yesu ndiye tumaini katika vizazi vyote. Nikutie moyo kuendelea kutafakari somo hili na kuyaweka maisha yako mikononi mwa Kristo na kuamini katika injili yake ya msalaba, ndipo unapata wokovu na badiliko. Bwana atubariki. Mtazamaji, tusione msalaba kama historia pekee, bali kama nguvu ya Mungu inayobadilisha maisha yetu kila siku. Niendelee kukualika usiache kufuatilia kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Endelea kufuatilia kila juma vipindi hivi. Lakini pia kama wewe ni mara ya kwanza, ndio kwanza umepata fursa ya kuona maudhui haya, unaweza kushiriki kwa mtu mwingine. Kwa hivyo share, like, comment ili watu wengi zaidi wakaweze kubarikiwa kupitia ujumbe huu kutoka katika msalaba. Nikualike juma lijalo, endelea kuungana nasi. Nami naitwa Watson Mwakijola. Kwa heri kwa sasa. Basi tuweze kuomba. Asante Mungu wetu kwa somo zuri ambalo linaelezea kiini cha wokovu wetu, neno la msalaba. Na muombea mtazamaji vipindi hivi anayefuatia vipindi hivi kupitia mwongozo huu, somo hili likawa lifanyike baraka kwetu sote na wale wanaoamini. Yesu, utuokoe, utubadilishe na kututakasa na kupatanisha nawe kupitia msalaba wa Kalvari. Tunajikabidhi tukiomba uwepo wako, ni katika jina la Yesu, amina. Amen. BW Media, stay informed.